Mungu anapohukumu ulimwengu wote kwa moto, ataifunguaje njia ya wokovu kwa wanadamu? Leo tuchukue muda kujifunza neno la Mungu pamoja kwa mahubiri yenye kichwa Hukumu mbili na Pasaka, na tuithibitishe njia hii ya wokovu kupitia Biblia ili sote tuweze kutembea kwa mujibu nayo kwa uaminifu. Hukumu mbili hurejelea wakati wa gharika ya Noa, Mungu alipohukumu ulimwengu kwa mara ya kwanza kwa maji, na pia kwa katika siku za mwisho ambapo Mungu atauhukumu ulimwengu tena kwa moto. Nina uhakika kwamba wote mnazikumbuka na mnazifahamu kweli hizi zilizoandikwa kwenye Biblia. Kwa nini ulimwengu utahukumiwa? Tuzingatie wakati ambapo Mungu alihukumu ulimwengu, siku za Noa, siku za Sodoma na Gomora na siku za mwisho. Nyakati hizi zote zinafanana katika jambo gani? Katika kila kipi, watu wote walikuwa waasi, wakiwa wamejitengwa na Mungu, waovu na wasio na maadili. Watu wa namna hii walikuwepo kwenye jamii za siku zile. Naomba leo tutumie wakati huu kutambua ukweli wa jinsi adui yetu Ibilisi anavyotumia hila ovu kuwaweka watu mbali na Mungu katika siku zote za Noa, Sodoma na Gomora, na hata katika siku za mwisho. Chini ya mahubiri, hukumu mbili na Pasaka, hebu tuanze somo letu la neno la Mungu kwa kufungua kwanza kwenye Waibrania sura ya 11 mstari wa 6. Tuangalie kwenye Waibrania sura ya 11 mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Tunapotembea kwenye njia ya Injili, daima tunashawishiwa na ulimwengu. Kwa urahisi sana tunazama na kuzoea mazingira yetu yanayotuzunguka, yaani namna watu wanaotuzunguka wanavyofikiria, mitindo yao ya maisha na desturi mbalimbali kwenye jamii zetu. Mungu daima anafanya kazi kutufanya kiumbe kipya. Mungu ana nia na hamu kwetu, akiwaza, nataka uwe mtu wa namna hii. Hata hivyo, mara nyingi tunaathiriwa na ulimwengu. Walakini kwa imani tunaweza kushinda mivuto hii yote. Lakini tusipokuwa na imani, maisha yetu ya kiroho yataelekea wapi? Mioyo yetu itavutwa kuelekea wapi? Bila shaka tutajikuta tukiutazama ulimwengu na kufikiri, lakini wengine wote hufanya hivi. Ndipo itakuwa vigumu kuishi maisha Mungu anayotamani tuishi, yaani kuwa mtu aliyezaliwa upya. Ni imani inayotuwezesha tujilinde dhidi ya mvutano wa ulimwengu, kwa sababu imani huweka lengo la maisha yetu kwa ufalme wa Mungu, sivyo? Tuendelee. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana yeyote anayemjia Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Kwa imani Noa aliponywa na Mungu kuhusu mambo ambayo hayajaonekana bado, kwa kumcha Mungu alitengeneza safina ili kuokoa jamaa yake. Kwa imani yake alihukumu ulimwengu na akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Inasema kwa imani Noa aliponywa na Mungu kuhusu mambo ambayo hayajaonekana bado, kwa kumcha Mungu alitengeneza safina ili kuokoa jamaa yake. Kila mtu kuamini jambo hujawahi kuona, je, ni rahisi kufanya? Waza ulimwengu mzima ukifunikwa kabisa na maji, jambo ambalo hakuna yeyote miongoni mwetu aliyewahi kushuhudia hadi leo. Ulimwengu wote uligharikishwa kwenye siku za Noa, mnaweza kuliwazia hilo. Wakati huo, jambo kama hilo lilikuwa haliwaziki kabisa. Ndiyo maana Waibrania sura ya 11 huyaita matukio haya mambo yasiyoonekana bado. Itakuwa vivyo hivyo wakati ujao Mungu anapohukumu ulimwengu kabisa kwa moto. Hili pia ni jambo ambalo hatujawahi kuona. Ulimwengu mzima utateketezwa na moto. Je, hii si ni jambo ambalo halijawahi kuwazwa? Hata hivyo, maandiko yanasema kwamba Noa aliamini. Aliamini na aliandaa nini? Aliandaa safina kama Mungu alivyomwamuru.
Tuhakikishe hili kwenye Mwanzo sura 6 mstari 9. Mwanzo sura 6 mstari 9. Hivi ndivyo vizazi vya Noa. Noa alikuwa mtu wa haki na mkamilifu miongoni mwa watu wa wakati wake, tena alitembea na Mungu. Noa alikuwa na wana watatu: Shemu, Hamu na Yafethi. Hali ya dunia ilikuwaje? Wakati huu dunia ilikuwa imejaa uharibifu na ukatili machoni pa Mungu. Kuhusiana na maadili na mwenendo wa watu, dunia yote ilikuwa imejaa uharibifu na ukatili kupita kiasi. Tuangalie kwenye mstari wa 12. Mungu akaona jinsi dunia ilivyoharibika, kwa maana watu wote duniani walikuwa wameharibu njia zao. Kwa hiyo Mungu akamwambia Noa, nitawaangamiza watu wote, kwa kuwa dunia imejaa ukatili kwa sababu yao. Hakika mimi nitaangamiza watu pamoja na dunia. Kwa hiyo jitengenezee safina kubwa kwa mbao za mvinje, tengeneza vyumba ndani yake na uipake lami ndani na nje. Kwa maneno haya, Mungu alimwamuru Noa aandae safina, naye akamwagiza alete humo kila aina ya kiumbe hai wawili wawili, wa kiume na wa kike, akitofautisha kati ya mnyama safi na asiye safi. Tuendelee na mstari wa 21. Utachukua kila aina ya chakula kitakacholiwa na ukiweke akiba kama chakula kwa ajili yako na yao. Noa akafanya kila kitu kama vile Mungu alivyomwamuru. Hata katika hali ambazo hakuweza kuwazia jinsi Mungu atakavyohukumu ulimwengu kwa maji, Noa alitekeleza kila kitu ambacho Mungu alikuwa amemwamuru kwa uaminifu. Hii ni sawa na kanuni ile ile ya utii wetu leo kwa amri ya Mungu: hubirini Injili katika Samaria na hata miisho ya dunia. Leo tunaishi katika kizazi kiovu na cha uzinzi. Hata hivyo, katikati ya ulimwengu kama huo, Mungu anafanya kazi ya kuwaokoa watoto wake wapendwa. Kama vile Mungu alivyoandaa safina kabla ya kuhukumu ulimwengu kwa maji, katika siku hizi za mwisho Mungu ameiandaa Sayuni ili watu wote waweze kuingia humo. Zaidi ya hayo, si ametukabidhi misheni ya dhamani ya kutangaza hili kwa kila mtu ulimwenguni kote? Ikiwa kuna jambo lolote lililo muhimu zaidi ambalo kwa kweli ningependa mchukue kutoka kwa ujumbe wa leo, ni kwamba ingawa Noa alikuwa hajawahi kuona mambo kama hayo kwa macho yake binafsi, bado aliliamini neno la Mungu kama lilivyokuwa na akatekeleza kila kitu kama alivyokuwa ameagizwa. Hali kadhalika, hukumu ya moto ijayo ambayo itakuja juu ya ulimwengu mzima ni kitu ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Ni kwa sababu hii sisi ambao tuko kama Noa ni lazima tuandae wokovu wetu katika enzi hii. Ni lazima tuwe wale wanaoweza kuongoza watu wote ili waweze kurudi Sayuni. Kichwa cha ujumbe wa leo ni hukumu mbili na Pasaka, na tunaweza kugundua kwamba hali za hukumu hizi mbili zinafanana sana. Tuangalie kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 6. Petro wa pili sura ya 3 mstari 6. Ulimwengu wa wakati ule uligharikishwa kwa hayo maji na kuangamizwa. Haya ni maelezo kuhusu wakati wa Noa. Lakini kwa neno lilo hilo, neno alilotoa Mungu alipohukumu ulimwengu kwa maji lilikuwa neno lake, na tangazo lake la kuhukumu ulimwengu huu kwa moto pia ni kwa neno lake. Lakini kwa neno lilo hilo, mbingu za sasa na dunia zimekuwaje? Zimewekwa akiba kwa ajili ya moto, zikihifadhiwa hadi siku ile ya hukumu na ya kuangamizwa kwa watu wa namna gani? Kwa watu wasiomcha Mungu. Hatimaye wasiomcha Mungu wa ulimwengu huu watahukumiwa wote, kama ilivyokuwa katika siku za Noa. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote kwetu kuiga matendo yao wala kuiga mfano wao wa maisha.
Lazima tusiseme, lakini ulimwengu wote hufanya hivyo na inaonekana kuwa sawa. Kiwango chetu kwa yote lazima kiwe Mungu daima. Lazima daima tuulize, Mungu analionaje hili? Je, si ni kweli kwamba ndipo tu kwa imani sahihi tutaweza kuwa waaminifu hadi mwisho na kushiriki katika wokovu Noa aliopokea? Tuendelee na mstari wa 9. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama watu wengine wanavyokudhani kukawia. Badala yake, yeye ni nini? Yeye anawavumilia ninyi, maana hataki mtu yeyote aangamie, bali kila mtu afikirie toba. Mungu anatusubiri tusimame imara juu ya kiwango sahihi cha imani anachotamani, tushinde ulimwengu, tushinde kila udhaifu wetu, na siku zote tusimame kwa ushindi juu ya majaribu na madanganyo yote ya Shetani. Mstari 10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Ndipo mbingu zitatoweka kwa kishindo kikuu, navyo vitu vya asili vitateketezwa kwa moto, nayo dunia na kila kitu kilichomo ndani yake kitaunguzwa. Kwa kuwa vitu vyote vitaharibiwa namna hii, je, ninyi imewapasa kuwa watu wa namna gani? Kama mnavyoona hapa, Mungu anasisitiza juu ya maisha ya namna gani? Inawapasa kuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu. Vifungu hivi vilivyo kwenye Biblia vinatuonyesha mambo yaliyotukia katika siku za Noa na katika za Sodoma na Gomora. Kwa kuwa watu hawakujali kuwa na mwenendo wa kumcha Mungu nao wakawa mbali na utauwa, Mungu aliendelea kuwatawala juu yao kwa hukumu. Mstari 12. Mkingojea na kuhimiza kuja kwa hiyo siku ya Mungu. Siku hiyo italeta mambo gani? Mbingu kuchomwa moto na kutoweka, na vitu vya asili, yaani miili yetu ya asili, vitayeyuka kwa moto. Lakini kufuatana na ahadi yake, sisi tunatazamia mbingu mpya na dunia mpya ambayo haki hukaa ndani yake. Kila mtu, mnaweza kuwazia tukio kama hilo. Huenda mnajiuliza, vitu vya asili vinawezaje kuyeyuka kwa moto? Mbingu zinawezaje kuchomwa moto? Hata Mungu alipomwagiza Noa, tengeneza safina na kumwamuru aingie humo, watu walijiuliza, maji mengi kiasi hicho ambayo yatafunika dunia nzima yanaweza kutoka wapi? Ni tukio lisilowazika, walakini Noa aliliamini neno la Mungu kwa kuwa lilikuwa neno lake, naye akafanya kila kitu kama alivyoamriwa. Hali kadhalika, ni lazima tuamini kwamba Mungu atauhukumu ulimwengu mzima kwa moto, na ni lazima tuingie Sayuni kama alivyoamuru. Msiige mfano wa ulimwengu huu, wala mjifunze mienendo ya kizazi hiki. Ninaamini kwamba safari yetu ya imani lazima ifunuliwe katika utauwa na utakatifu, kwa mujibu na mafundisho haya. Tuendelee na mstari wa 13. Lakini kufuatana na ahadi yake, sisi tunatazamia mbingu mpya na dunia mpya ambayo haki hukaa ndani yake. Kwa sababu hii, wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo haya, fanyeni bidii ili awakute katika amani, bila mawaa wala dosari. Je, basi hatupaswi kujitahidi na kujituma zaidi katika kazi hii? Mungu ametuamuru tutangaze habari zilizobarikiwa kwa haraka kwa kila mtu aliye ulimwenguni kabla hajahukumu kwa moto wakati wa mwisho wa nyakati. Hizi ndizo habari njema za kushiriki, maana wakati huo hakika utakuja. Tufungue Injili ya Mathayo sura 28 mstari 18. Mathayo sura 28 mstari 18. Yesu akawajia na kusema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa sababu hii, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nanyi wafundisheni kuyashika mambo yote niliyowaamuru ninyi. Hakika mimi niko pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa nyakati. Kuhusu mambo yote niliyowaamuru ninyi, tunaambiwa tufanye nini? Tumeamriwa kuyatii. Zaidi ya hayo, alituamuru twende na tuyatangaze kwa mataifa yote.
Wakati wa Noa, Mungu alitoa fursa kwa kiumbe hai kabla ya kuhukumu ulimwengu kwa maji. Hata hivyo, kwa sababu watu waliishi maisha ya uasi, walidhihaki na kudharau maneno ya Mungu. Walidhihaki na kulidharau neno la Mungu wakati wa Hezekia pia, na hata katika enzi hii wanaendelea kudhihaki na kulidharau neno lake. Wanakataa kutilia maanani maagizo au mwongozo wowote ambao Mungu huwapa. Lakini kifo kinapokuwa mlangoni kwao, hatimaye warudiwe na fahamu zao, wakiwaza, lazima niifikie safina. Je, wataweza hata kwenda? Hilo haliwezekani. Je, hii si ndiyo sababu wanafamilia wengi wa Sayuni sasa wanaenda ughaibuni kwa moyo wa kuhubiri Injili kwa watu ambao bado hawajausikia ujumbe huu? Tufungue kwenye Isaya sura ya 43 ili kusoma neno la ahadi. Mungu atakapohukumu ulimwengu kwa moto, atatuokoa sisi. Kweli habari kama hizi ni za thamani na baraka. Tuangalie neno la Mungu kwenye Isaya 43 mstari wa kwanza. Lakini sasa hili ndilo asemalo Bwana, yeye aliyekuumba, Yakobo, yeye aliyekuhuluku, Israeli, usiogope, kwa maana nimekukomboa, nimekuita wewe kwa jina lako, wewe u wangu. Unapopita kwenye maji makuu, nitakuwa pamoja nawe, unapopita katika mito ya maji, hayatakugharikisha. Utakapopita katika moto, utaungua, miali ya moto haitakuunguza. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wako, yeye aliye Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Ninaitoa Misri kuwa fidia yako, Kushi na Seba badala yako. Kwa kuwa wewe ni wa thamani na wa kuheshimiwa machoni pangu, nami kwa kuwa ninakupenda, nitatoa watu badala yako na mataifa badala ya maisha yako. Usiogope, kwa kuwa mimi nipo pamoja nawe. Anaendelea kuwasilisha ujumbe huu kwetu hata leo pia. Kwenye maji makuu na katika moto, anasema atafanya nini? Aliahidi kuwa pamoja nasi na kutuokoa kutoka kwa haya yote. Tufungue hadi Zaburi 91 mstari wa 7. Zaburi 91 mstari wa 7. Ijapo watu 1000 wataangukia kando yako, 10,000 mkono wako wa kuume, lakini nini kitatukia? Haitakukaribia wewe. Utatazama tu kwa macho yako na kuona adhabu ya waovu. Kama ukimfanya aliye juu sana kuwa makao yako, naam, Bwana ambaye ni kimbilio langu, basi hakuna madhara yatakayokupata wewe, hakuna maafa yataikaribia hema yako. Si Mungu anaahidi kuzuia maafa ili yasitukaribie? Tuchunguze jinsi Mungu alivyotangaza atawalinda watoto wote wa Sayuni. Hukumu kwa maji na hukumu kwa moto ni matukio ambao wanadamu hawajawahi kushuhudia. Walakini matukio haya yatatekelezwa kulingana na neno la Mungu, hivyo tunaamriwa tujiweke tayari na kujiandaa. Tufungue hadi kwenye Kutoka sura ya 12 ili tusome kuhusu ahadi ya jinsi atakavyotukomboa kutokana na maji makuu pamoja na moto. Tuangalie kwenye Kutoka sura ya 12 mstari wa 11. Hivi ndivyo mtakavyokula, mtajifunga mikanda viunoni, mtakuwa mmevaa viatu vyenu miguuni na kushika fimbo zenu mkononi mwenu. Mle kwa haraka, hii ni Pasaka ya Bwana. Mstari wa 12. Usiku huo huo nitapita katika nchi yote ya Misri na kumuua kila mzaliwa wa kwanza wa wanadamu na wa wanyama, nami nitaihukumu miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana.
Damu itakuwa ishara kwa ajili yenu ya kuonyesha nyumba ambazo mtakuwamo, nami nitakapoiona damu. Mungu aliwaagiza waipake damu ya huyo mwana-kondoo kwenye vizingiti vya juu na miimo ya milango. Mungu atakapoiona hiyo damu, je, atafanya nini? Nitapita juu yenu. Hakuna pigo la uharibifu litakalowagusa ninyi nitakapoipiga Misri. Ahadi hii si tu ile iliyotimizwa katika nchi ya Misri miaka 3500 iliyopita. Mungu anasema nini katika mstari wa 14? Siku hii itakuwa kumbukumbu kwenu. Je, siku hii ni gani? Ni Pasaka. Mtaiadhimisha kuwa sikukuu kwa Bwana, katika vizazi vyenu vyote mtaishika kuwa amri ya kudumu. Hivyo, Pasaka inaweza kuhesabiwa kuwa uhakikisho wa ahadi ya Mungu. Pasaka ina ahadi kuu kwamba siku zote Mungu atawalinda watoto wa Sayuni, ama hukumu ikuje kwa maji, kwa moto au kwa hali nyingine yoyote ile. Kwa hiyo mnapoenda ughaibuni, ninaomba mtawafundisha sana kuhusu historia ya Pasaka na kwamba mtaelezea kabisa sababu kwa nini ni lazima tuiadhimishe. Kama vile Noa alivyojiandaa kwa ambayo hayakuonekana, Mungu ametupa Pasaka ili tujiandae kwa yale ambayo hayaonekani. Anaandaa njia kwa wanadamu wote kurudi Sayuni, mahali ambapo sikukuu zake huadhimishwa. Katika Kutoka sura ya 12, Mungu anaahidi, nitapita juu yenu. Hakuna pigo la uharibifu litakalowagusa ninyi. Je, sasa Mungu anatoa ahadi hii kwetu sisi kwa kupitia nini? Je, hii si ni ahadi ambayo Mungu anatupatia kwa kupitia Pasaka? Ndiyo maana imeandikwa kwenye Zaburi sura ya 91, ijapo watu 1000 wataangukia kando yako, 10,000 mkono wako wa kuume, lakini Biblia inasema jambo gani litatukia? Ahadi ya kwamba haitakukaribia wewe. Neno hili linawahusu akina nani? Ni lazima waadhimishe nini ili kuipokea ahadi hii? Hii ndiyo ahadi Mungu ametoa kwa wale wanaoadhimisha Pasaka. Leo tunapoandika maneno haya ya ukweli wa Mungu mioyoni mwetu, tuthibitisheni kwa kupitia Biblia maelezo machache zaidi juu ya siku Mungu atakapohukumu ulimwengu kwa moto. Hebu tufungue kwa pamoja kwenye Yeremia sura ya 4 mstari wa 9. Yeremia sura ya 4 mstari wa 9 imeandikwa, katika siku ile, asema Bwana Mfalme, na maafisa, je, watafanya nini? Watakata tamaa. Biblia inasema kwamba watakata tamaa kwa sababu tukio hilo litakuwa la kutisha pamoja na la kushtua sana. Mfalme na maafisa watakata tamaa, makuhani watafadhaika, na manabii, je, wafanya nini? Watashangazwa mno. Wakati uliobaki wa hukumu kali ya moto utajaa matukio kama haya. Sasa tufungue hadi kwenye Yeremia sura ya 5 mstari wa 1. Yeremia sura ya 5 mstari wa 1. Pandeni na kushuka katika mitaa ya Yerusalemu, tazameni pande zote na mtafakari, tafuteni katika viwanja vyake. Kama mtaweza kumpata hata mtu mmoja tu atendaye kwa uaminifu na kutafuta kweli, je, Mungu atafanya nini? Nitausamehe mji huu. Je, hili halisikiki kama kifungu tulichosikia mahali fulani? Wapi kwingine katika Biblia tulipata maneno kama haya? Kabla ya uharibifu wa Sodoma na Gomora, Abrahamu alimsihi Mungu, je, utawaangamiza wenye haki pamoja na waovu? Akiendelea kupunguza idadi ya wenye haki ili kuiokoa hiyo miji. Lakini mwishowe, kwa kuwa hata idadi ndogo ya wenye haki haikupatikana huko Sodoma na Gomora, hatimaye Mungu alileta hukumu yake ya mwisho kwa moto. Hapa pia Mungu anasema, kama mtaweza kumpata hata mtu mmoja tu, nitausamehe mji huu. Ulimwengu unazidi kuwa ovu, ukizidi kuwa mbali na haki ya Mungu na ukiwa mgumu kiroho. Mtu anaweza kusema, je, kanisa la Mungu si lenye msimamo mkali likifuata Biblia tu? Mtu anawezaje kuishi kwa njia hiyo? Kuishi kulingana na neno la Mungu si mzigo kamwe. Ni njia salama, iliyobarikiwa zaidi, na ni njia hakika zaidi.
Hivyo inatupasa kuwa wale wanaoishi maisha kama hayo. Mkiwa na muda, tafadhali pitieni matukio yaliyoandikwa katika Petro wa pili sura ya 3, Malaki sura ya 4 pamoja na Sefania sura ya 1. Tufungue hadi kwenye Isaya sura ya 24 mstari wa kwanza. Isaya sura ya 24 mstari wa kwanza. Tazama, Bwana ataifanya dunia kuwa ukiwa na kuiharibu, naye atauharibu uso wake. Usemi kwamba Mungu ataiharibu dunia unaonyesha jinsi harisa ya Mungu ilivyokuu. Ingawa si usemi kali vile kwa lugha ya kibiblia, hata hivyo mtu aweza kutambua ukuu wa ghadhabu takatifu ya Mungu. Inasemekana kwamba Mungu haiachi tu dunia kama ilivyo, kwa sababu sasa uovu wake unapenya hadi mbingu. Mungu anaifanya ukiwa na ataiharibu. Naye atauharibu uso wake na kutawanya wakao ndani yake. Ndivyo itakavyokuwa kwa makuhani na kwa watu, kwa bwana na kwa mtumishi, kwa bibi na kwa mtumishi wake wa kike, kwa muuzaji na kwa mnunuzi, kwa mkopaji na kwa mkopeshaji, kwa mdaiwa na kwa mdai. Dunia itaharibiwa kabisa na kutekwa nyara kabisa. Bwana amesema neno hili. Dunia inakauka na kunyauka, dunia inanyong'onyea na kunyauka, waliotukuzwa wa dunia wananyong'onyea. Dunia imetiwa unajisi na watu wake, wameacha kutii sheria, wamevunja amri na kuvunja agano la milele. Kwa hiyo laana inaiteketeza dunia, watu wake lazima waichukue hatia yao. Kwa hiyo wakazi wa dunia wameteketezwa, nao waliosalia ni wachache sana. Divai mpya inakauka na mzabibu unanyauka, watu wote wafurahishao wanalia kwa huzuni. Furaha ya matoazi imekoma, kelele za wenye furaha zimekoma, shangwe za kinubi zimenyamaza. Hawanywi tena mvinyo pamoja na wimbo, kileo ni kichungu kwa wanywaji wake. Mji ulioharibiwa umekuwa ukiwa, mlango wa kila nyumba umefungwa. Barabarani wanalilia kupata mvinyo, furaha yote imegeuka kuwa majonzi, furaha yote, je, furaha yote itakuwaje? Imefukuziwa mbali na dunia. Mji umeachwa katika uharibifu, lango lake limevunjwa vipande. Ndivyo itakavyokuwa duniani na miongoni mwa mataifa, kama vile wakati mzeituni upigwavyo, au kama vile wakati masazo yabakiavyo baada ya zabibu kuvunwa. Kila mtu, jaribuni kuwaza juu ya mazingira na hali za namna hii. Katikati ya haya yote, habari kwamba Mungu atayafanya hayo mapigo yapite juu ya wale walio Sayuni ambao wanaadhimisha Pasaka, na kwamba atawakomboa na kuwaongoza kwenye ufalme wa mbinguni kila mtu. Je, hizi si ni habari nzuri na za ajabu mno? Hizi ndizo habari lazima tushiriki na majirani zetu, familia zetu, ndugu zetu na kila mtu anayetuzunguka. Hatuwasilishi ujumbe wowote unachoweza kudhuru ulimwengu. Tunawasilisha faida kubwa mno kwa wanadamu. Je, tunasita ama tunapatwa na woga wakati tunampa mtu kitu kizuri? Si utasema, nataka nikushirikishe jambo, utaipenda kabisa, ila tu bado hujaitambua. Iwe ni siku ya kuzaliwa kwa mtoto wako ama ni siku ya kuzaliwa kwa wazazi wako, wakati unaandaa zawadi, si unawapa ukiwa na wazo kama, watafurahi sana watakapofungua sanduku hili. Kwa moyo kama huo, tunapaswa kuihubiri Injili, tukishiriki na watu karama hizi moja baada ya nyingine. Hii ndiyo maana ujumbe tunaowasilisha ni wa shangwe kamili. Je, si ujumbe huu umeandikwa katika Biblia kama Injili ambao maana yake ni habari njema? Hebu tuzieneze sana kila mahali. Lazima tuwe wale wanaotangaza mapenzi ya Mungu. Kama vile ulimwengu ulivyohukumiwa kwa maji wakati wa Noa, vivyo hivyo Mungu ataleta hukumu katika siku za mwisho. Lakini huu si tu ujumbe wa matukio ya kuogopesha na ya kustaajabisha, ahadi ya Mungu ya wokovu pia upo humo. Kwa hiyo, tuongoze nafsi zote kwenye ukweli wa uzima wa Pasaka.
Kwa moyo kama huo, hebu tuwaambie watu wote, msiikose fursa hii, bali hakikisheni mnaikamata. Hii ni fursa ya mwisho tena maalum, hivyo tafadhali jiungeni nasi katika karamu ya Pasaka, yaani sikukuu ya uzima. Napokeeni baraka na neema za Mungu. Kwa moyo kama huu, ni lazima tuhubiri Injili ya thamani ya Agano Jipya kwa watu wote wa ulimwengu. Mungu amelitoa neno lake kwamba hukumu hizi mbili zitatimizwa hakika. Lakini kwa kuwa watu wa ulimwengu hutenda ovyo, haimaanishi kwamba tunapaswa kupeperushwa nao. Badala yake, katika mafundisho ya Mungu akisema hili si takatifu, hili si la kumcha Mungu, basi ni azima tuachane na mambo kama hayo. Je, sisi ni watu wa Sayuni wanaojifunza na wanaofuata mafundisho ya Mungu? Basi tujiulize, mafundisho ya Sayuni ni gani? Na pia tujiulize, Mungu anatuongozaje katika enzi hii? Tukiwa watu wa Mungu wanaozingatia juu ya mwongozo wa Mungu na kujua jinsi ya kufuata, niko na hakika Mungu atawaongoza watu wake salama hadi kwenye ufalme wa milele wa mbinguni, hata katika kizazi hiki kiovu na cha uzinzi. Basi tujiulize, kwa nini watu walihukumiwa siku za Noa na siku za Sodoma na Gomora? Na kwa nini enzi hii ya mwisho itakabili hukumu ya Mungu? Na wasihi msisahau hili kamwe. Katika maeneo hayo, watu daima walienda kinyume na mafundisho ya Mungu. Somo ambalo Mungu ametupa leo kupitia hukumu mbili na Pasaka ni mapenzi yake ya kutuandaa kwa enzi hii, kama alivyowafanyia watu wakati wa Noa. Ninaomba kwa dhati mliweke hili moyoni mwenu, ili nyote muadhimishe Pasaka ya mwaka huu kwa shangwe. Nikitumaini kwamba mmepokea neema nyingi, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.